Naam, swadata kabisa mpenzi msikilizaji, karibu kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari ambao muda wake umewadia hivi kwenye redio ya kijamii Kivu. Uchambuzi huu wa habari kama kawaida unakuwa ukikusanyisha ukurasa mbalimbali. Utakuwemo katika uchambuzi wetu wa habari kwa siku ya leo, ukurasa wa habari muhimu kama kawaida, ukurasa wa habari za mahali, habari za michezo, habari kutoka sehemu mbalimbali, habari za kitaifa na zile za kimataifa. Izake Mulucha Ashibe, mchambuzi wako wa siku. Upande wa pili Jean Makelele Kalajadena anasikilia madawati la mitambo. Hujambo na karibu. Naam, sasa tunafungua ukurasa wa habari muhimu. Ninampisha Bi Bukur Tantine Aldama kutuletea ukurasa huu. Karibu sana. Asante sana Izaki Mulucha Ashibe kwa kunipa fursa kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu. Siku ya leo tutaanzia katika mji wa Baraka. Meya wa mji wa Baraka kwa muda amevitaka vitengo vyote vya kiserikali kuanza kazi zao kama kawaida. Hivyo ni kupitia kibarua kilichotolewa na uongozi huo siku ya 4 ya wiki tunayo. Na huko tuwe ni kwamba mapigano kati ya jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano nao wazalendo dhidi ya vikosi vya Twirwaneho tifu kwa M23 yameripotiwa siku ya 4 wiki tunayo kwenye kijiji cha Tuwe groupment ya Bashimukinje sekta ya Itombwe. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba baada ya kuitishwa na viongozi wa Angola, vuguvugu la Sovola ya RDC inayoongozwa na Rais Mustafa Joseph Kabila Kabange iliweza kuweka wazi matakwa na utayari wake kwenye mazungumzo ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni hayo tu kwenye habari muhimu. Izake Mulucha Ashibe. Naam, asante sana Bibu Kuftantin Aldama kwa kuwaletea wasikilizaji ukurasa huo wa habari muhimu. Na sasa tunajikita katika uchambuzi wa habari zenyewe kwa ndani. Tunaanzia katika mji wa Baraka. Habari za mahali ni kwamba kamati ya wazazi wa wanafunzi yaomba kwa uongozi wa jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili kuangalia namna ya kuruhusu kupokelewa kwa watoto wa wahamiaji wa ndani waliokimbia machafuko ya kivita kwenye shule mbalimbali mjini humu. Makwaza Alimasia Chen ni kiongozi wa kamati ya wazazi wa wanafunzi tarafani Mwenga, Fizi na mjini Baraka. Amewasilisha ombi hilo kwa lengo la kuepuka ukosefu wa elimu kwa watoto wa wahamiaji wa ndani kwa mwaka huu wa masomo 2025-2026. Tumsikilize. Provede wetu kuhusu wale watoto ambao walikimbia vita kutoka Uvira, Sange, Kamanyola wakaja kimbilia hapa kwetu Baraka. Nilikuwa na wazia kama sunaona kama mtu anakimbia ni mikono mitupu ajua apeleke nini. Wale ambao wanahitaji kusoma huku kwetu ngalitazama mtazamo mzuri kama inaweza kuwapendeza wakuu wa masomo wawapokee na watoto waanze masomo kama vile kawaida, isiwe ane blanche kwa wale watoto ambao wanapenda kusoma. Meya wa mji wa Baraka kwa muda amevitaka vitengo vyote vya kiserikali kuanza kazi zao kama kawaida. Hivyo ni kupitia kibarua kilichotolewa na uongozi huo siku ya 4 ya wiki tunayo. Kupitia barua iliyoandikwa na meya kwa muda Bi Marie Mukanja Swaz, amevitaka vitengo vya kiserikali kama DGDA, OCC na DPMR kuanza kutoza kama inavyotakiwa. Bi Marie Mukanja Swaz anaeleza yafuatayo. Mimi kama maire de la ville à l'intérim ninatosha ile communique ya kusema kama kila service ianze kazi yake hapa vile tu ya Baraka. Batu walikuwa wanashindwa kutumika kazi paraporo na situation yenye ilikuwa, mais ça inarasire batu ke situation iko bien sana, ifale kila mtu akwe ma activite zake. Bakomesa bafanye buchuruzi yabo, bakulima balime na ba ma service bafanye kazi zabo kama kawaida. Kama vile DGDA, OCC, tourisme, services zote tu tuseme urbanisme, donc services zote zanze kazi yabo. Naambia na ba humanitaire baanze kazi yabo kama kawaida. Antuka Baraka security iko full, donc bafanye kazi yabo kama kawaida. Tulikuwa tunashamisha kwanza na service ni juu ya kuangalia movement ilikuwa na ba commerçants walikuwa wanajisacrifier juu ya kuleta vitu vyabo hapa Baraka. Mais kwa sasa tunakuwa security na kuwa bien, c'est pourquoi nilisema ma service yote ianze kazi yabo kama kawaida. Kwa fanya biashara antuka tutumike en bonne collaboration, sasa kwa tumika tu mbele na tena kazi zianze kama kawaida, balipe taxi sasa kwa lipaka mbele. Muungano wa makundi ya kizalendo jimboni Kivu Kusini umetoa masaa 72 pekee kwa vikundi mbalimbali vya kizalendo vinavyojitegemea kujiunga haraka iwezekanavyo. Hivyo ni kiisha kuripotiwa kwa vitendo vingi vya unyanyasaji vinavyofanywa na watu wenye kushikilia silaha wakijiita wazalendo ingawa hawajulikani.
Akizungumza mbele ya umma, Kamanda Amuri William Yakutumba, coordinator wa muungano huo, amesema kuwa kundi lolote litakalogairi amri hiyo litashughulikiwa ipasavyo. Kitu nitawaambia ni kusema wandugu, niko na regret kubwa sababu wazalendo wako na shindwa kujiorganize. Wazalendo walishindwa kudistribute. Leta mwenyewe anasema kama wazalendo wanabaki na uongozi mmoja ndani ya Sud Kivu. Tunapenda kusema hivi, yeyote yule anasema niko mkubwa wa kundi fulani ya wazalendo, kama hautakuja kujiripoti kwa coordination pendant 72 heures, iko siku tatu, kama unakuweka na grupa arme yako unataka kumfuku au yafika kujiripoti kwa hii uongozi iko hapa, Bwana tutakusaka na komanda su secteur. Hii ni ordre ya kutoka kuongozi wa juu zaidi. Na mimi hapa tutakushughulikia na Rejuko Baraka itakushughulikia mpaka urudie kwetu. Atupende kusikia hapa ka grupe kama mtu fulani niko autonome. Bunduki zote ziko zinabakia huku penye kwenda kufroba chache. Ulikubali kusema nitakuwa mzalendo. Tumevikwa madaraka yote na mkuu wa nchi. Wazalendo wote wakuwa kitu kimoja. Tuliishi vibaya Uvira, tukakuwa huyu anajibeba, kama consequence tuliperdre Uvira. Hatutakubali tena ile vitu ilipita Uvira tena ipite hapa uterivore ya Fizi. Muko na watoto yenu benye beko na jigamba kuwa ba mamouvement mbalimbali, ile mamouvement yote wakuje wakiripoti. Bwana Makana kiko hapa atawapokea en qualité ya commandant observance, na watu wote wakuwe chini ya uongozi moja. Uvira Fizi ni kitu hiki na Mwenga kwa sisi wote, na yule mwenye ataenda tofauti na hilo, wandugu wapenzi, mjue kwamba yule mtu hana bahati. Mwishowe amewataka wazalendo kuweka kando tofauti zao za kikabila na kuishi kwa mshikamano na upendo ili kutompa adui mwanya wa kutumia udhaifu huo. Leta anaturuhusu kuwa na bunduki sababu ya uzalendo tupige adui, lakini bunduki zinageuka kulikoni kupiga adui, zinageuka kupiga umma, hii raia yetu. Tunauana sisi kwa sisi, faida gani? Vita tuko navyo ni vita kali. Wakati tunabakia makonfli huku, tutapatia adui mwanya wa kutuingililia na kuja kutusambaza huku. Atatumikisha kundi moja parmi hizi kundi. Nilisoma kwa rezo sosio, fasi moja wanasema, munaona nyinyi Wabembe, Wafulero tuliwaambia ni wabaya, tuko wapi leo mnaanza kupambana? Tutawasaidia tukue pamoja, tuwasaje wale Wafulero. Unaona jinsi adui sasa anapenda aprofite kukonfli zenye muko nazo hapa, aprofite sasa zote kuwabembe, na ile anasema kuwabembe na anasema kuwafulero pia. Na baada ya nini kuendelea kupigana, sisi Wabembe tunasemea neno moja, Ilongo la mitota butuwa bibombobombo. Kwenye mapanzi mbili iko na gombana, bana chokeshana kugombana. Ule korobo anakuya kulokota bote ka wiki paf anameza. Na firme yenu inafanya nini? Tutire attention na hii vita. Tukisema tutaendelea na vita vya sisi kwa sisi hapa, tutaendelea na hile kubaguana hapa, tujue tutapatia adui nguvu. La mgambo limelia, yaani kuna jambo. Sasa ni ukurasa wa habari za michezo. Ninampisha Omari Makelele Ozile. Karibu sana mwenzangu. Na barabara kabisa mwenzangu Izake Mlucha Ashibe. Leo katika habari za michezo na valia namba 14 mgongoni ya kimchezaji Victor Gyokeres. Katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa katika bara la Afrika ni kwamba Samuel Etofis, rais wa shirikisho la soka nchini Kamerun, amefungiwa mechi 4 na kutozwa faini ya $20,000 za Marekani kufuatia mwenendo wake wakati wa mechi ya Morocco dhidi ya Kamerun katika hatua ya robo finali ya michuano ya AFCON
AFCON ambayo inaendelea kupigwa katika nchi ya Morocco. Inasemekana kuwa Samuel Eto'o alikasirishwa na muamuzi wa mechi na alionyesha hasira yake mbele ya rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF na mbele ya viongozi wa FIFA na kusababisha shirikisho hilo CAF kuchukua hatua ya kinizamu dhidi ya mwenyekiti huyo wa shirikisho la soka nchini Cameroon ilitupwa nje ya michuano ya AFCON baada ya kichapo cha mabao 2-0 dhidi ya waandaaji wa michuano hiyo ambao ni Morocco. Timu ya taifa ya Morocco imeungana na timu ya taifa ya Senegal katika fainali ya michuano ya AFCON mwaka huu kule katika nchi ya Morocco. Morocco imefuzu hatua ya fainali kisha kuwatandika timu ya Super Eagles wa Nigeria mabao 4-2 kupitia mikwaju ya manati. Hivyo ni kisha kutoka sare ya kutofungana kunako dakika 120 za mchezo. Baada ya ushindi huo, Morocco na Senegal watakata mzizi wa fitina siku ya Jumapili ya wiki ijayo kwa ajili ya kuangalia nani atakuwa mshindi wa michuano ya AFCON mwaka huu tunao. Na kule katika bara la Ulaya ni kwamba klabu ya Atletico Madrid ya pale mchini Uhispania wanamlenga kiungo wakati wa klabu ya Wolverhampton na wa timu ya taifa ya Brazil ambaye ni Joao Gomez mwenye umri wa miaka 21 baada ya klabu hiyo ya Uhispania Atletico Madrid kumuuza mchezaji wa kimataifa wa Uingereza Conor Gallagher kwenda katika klabu ya Tottenham Hotspur siku ya Jumatano ya wiki hii tunayo. Gazeti la Marca in Spanish limeandika habari hiyo. Klabu ya Bayer Leverkusen yako nchini Ujerumani itamkosa beki wakati Edmond Tapsoba kwa wiki kadhaa baada ya kurejea kutoka kunako kombe la mataifa Afrika akiwa na jeraha la misuli. Klabu ya Bundesliga ya Bayer Leverkusen imesema kwamba Tapsoba atakuwa nje ya uwanja kwa takriban wiki 2 aiza 3. Tapsoba alichezea timu ya taifa ya Burkina Faso kunako michuano ya AFCON nchini Morocco ambako waliondolewa kwa kufungwa mabao 3-0 na mabingwa watetezi wa Ivory Coast katika hatua ya 16 bora. Kwa mujibu wa gazeti la Mundo Deportivo hapo nchini Uhispania limeandika kuwa wachezaji wote wa kikosi cha kwanza wa klabu ya Real Madrid tofauti tu na mchezaji kutoka Brazil Vinicius Junior wamemtumia ujumbe wa kumuaga aliyekuwa kocha Xabi Alonso. Vinicius Junior hajamtumia ujumbe wa kumuaga sio kwenye social media au kwenye chatting za kawaida na mpaka muda huu hana mpango wa kumtumia kocha Xabi Alonso ambaye aliweza kutimbuliwa katika klabu ya Madrid kutokana na matokeo mabaya. Sababu kuu haijulikani, lakini katika habari tu hizo ni kwamba mechi ya kwanza ya kocha mpya katika klabu ya Real Madrid ambaye ni Alvaro Arbeloa ameweza kutandikwa mabao 3-2 kunako michuano ya Copa del Rey hapo nchini Hispania na kuondolewa rasmi. Je, itakuwa namna gani kwa ujio wa Arbeloa ambaye ameanza kukaribishwa na vipigo? Tusubirie. Klabu ya Everton hapo nchini Uingereza wametuma ofa rasmi kwa klabu ya Fenerbahce huko nchini Uturuki kwa ajili ya kumnunua mshambuliaji wa Morocco Youssef En-Nesyri mwenye umri wa miaka 28. Mazungumzo yanaendelea kwa ajili ya uhamisho wa awali wa mkopo na chaguo la paundi milioni 17 kumnunua mchezaji huyo. Asante sana Omari Makelele Ozile kwa ukurasa wako huo wa habari za michezo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza redio ya kijamii Kivu na huu ni muda mzuri wa uchambuzi wa habari. Radio Kivu unaishika kunako masafa ya FM kwenye mitabendi ya 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Huko tuwe kama mlivyojuzwa kwenye ukurasa wa habari muhimu ni kwamba mapigano kati ya jeshi la taifa FRDC kwa ushirikiano na wazalendo zidi ya vikosi vya Twirwaneho tihifu kwa M23 yameripotiwa siku ya 4 wiki tunayo kwenye kijiji cha Tuwe groupment ya Bashimukinje, sekta ya Itombwe. Taarifa tulizonazo zaeleza kuwa ilikuwa mida ya mchana ndipo mapambano hayo kati ya pande zote mbili yalikwenda kuanzishwa. Radio yako imepata nafasi ya kuongea na mmoja kati ya viongozi wa shirika la rahia, naye ameeleza yafuatayo. Muji ule wa Tubwe ni muji unaopatikana ndani ya sekta ya Itombwe, teritwari ya Mwenga, mgrupema ya Basimukinje. Habari isemayo kwamba mamida ya saa 9
za tariki 15 mwezi wa kwanza mwaka huu tunao wa 2026 kumeripotiwa mapambano kati ya AFC M23 na jeshi letu la serikali. Vraiment iliripotiwa kusikika milio mingi ya risasi ndani ya mji huu, na vile kama sisi shirika za kiraia vuguvugu machozi ya raia, vraiment tunasapoti sana kazi ambapo serikali letu ambapo linafanya la kuchunga raia, la kupiganisha adui lisiweze likasogea ndani ya tarafa la Fizi. Vraiment hiyo jambo tunayashukuru sana, na haja ambapo wanao hadia raia kama mji wa Fizi hautashikiliwa na waasi wa M23 pamoja na wataendelea kugomboa territories jirani zenye ambapo waasi wamezishika. Vraiment tunatoa shukrani sana kwa jeshi letu kwa kazi yenyewe na inatenda. Uko Walikale, bei ya bidhaa kama chakula yaripotiwa kupanda kwa kiasi kikubwa kwa sasa tarafani Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Hivyo ni kutokana na uwingi wa vizuizi vinavyowekwa upande mmoja na jeshi la taifa FARDC na upande mwingine vikosi vya M23. Amehakikisha hayo Bwana Ombeni Sura Faustin, coordinator wa shirika la raia MCCO tarafani humo, ambaye amesema kuwa kwa sasa bei ya bidhaa nyingi imepanda zaidi, hali ambayo imepelekea maisha ya wakazi kuwa magumu maeneo hayo. Ombeni Sura Faustin anaeleza mengi kuhusu habari hizi. Tunapatikana ndani ya Kivu Kaskazini, mtaa wa Walikale, ambamo raia wamepitia kipindi kizito sana ya upandaji wa bei. Kwa sasa kilograma moja ya nyama ya ngombe imeuzwa na 1030. Kopo moja ya bunga ya muogo imeuzwa na 1015. Kitendo hiyo yamesumbua zaidi raia ya mtaa wa Walikale, na panda ya bei hii imetokana na hali mbovu ya barabara na barieri nyingi sana, vizuizo ya askari upande ya waasi wa M23, hata vile vile upande ya jeshi la taifa. Wakati wachuuzi wanapopitia matatizo haya makubwa, inafanya kiasi kwamba ngombe ikosekane mahali walipokuwa kwenda kununulia, imekuwa imekosekana, imefanya kwamba bei ipate kupanda. Na vile vile hali ya vita ambayo iliyokumba mtaa wa Walikale ya waasi M23 ilifanya watu wengi kukimbia, na hapo hawakupata muda ya kulima. Kitendo iliyofanyika kunako mwezi wa 3 kwa leo imeenda kuonekana na kuleta shida kubwa kabisa ndani ya mtaa wa Walikale. Raia wamekuwa wenye kulia zaidi na kuhitaji watu wenye moyo mwema kuwajia msaada kwa chakula. Upande mwingine, coordinator huyo wa shirika la raia MCCO ameomba kwa serikali kuingilia kati swala la vizuizi ili kunusuru maisha ya raia. Ombeni Sura Faustin aeleza mara tena. Na serikali ya Kongo vile vile kufanya mbinu yote iwezekanavyo barabara zipate kufunguliwa zaidi, sababu hali kwanza ya barabara ni mbovu na vizuizo ama mabariere upande ya waasi na vile vile upande ya jeshi la taifa imekuwa nyingi. Inafanya hata kiasi raia kusudi atembee kutoka mahali fulani kwenda mahali pengine imekuwa shida, kama hakikishe amekuwa na pesa mkononi kiasi ya kutosha hata pata muda ya kutoka kwenda hapa na pale, na ikiwepo ataenda ni kuuza uchuuzi atakuwa na shida sana. Ka uchuuzi ambapo anaweza kununua na pesa ndogo, anajiuliza nikitoka hapa niende kununua itanikuia shida sana kama pesa zitamalizika bila mimi kuweka pesa ya mabariere. Kwa hiyo tunaomba msaada kwa guvernema yetu ya Kongo kuangalia kwa uharaka kujibu kwa swali hiyo ya mabariere, na vile vile kuangalia kwa haraka namna ya kutengeneza barabara, sababu hata pikipiki kupita ni shida ndani ya teritori ya Walikale. Kutoka Walikale Goma, ingalao hata waasi wamekuwa huko, gari haiwezi kapite kamwe. Kutoka Walikale kuelekea upande ya Bukavu, huko hata watoto waliozaliwa ambao wana umri ya miaka 5, miaka 6 hawajawahi kuona gari isipokuwa tu wameenda kuona pikipiki. Tunaomba kwa guvernema yetu ya Kongo kuleta majibu kwa malalamiko ya taifa hii, kwa malalamiko ya wakaaji wa mtaa ya Walikale. Na kwenye habari ya kitaifa, msikilizaji, baada ya kuitishwa na viongozi wa Angola, vuguvugu la Sauvons la RDC linaloongozwa na rais mstaafu Joseph Kabila Kabange liliweza kuweka wazi matakwa na utayari wake kwenye mazungumzo ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Licha ya kusalimu kujitolea kwa rais wa Angola Joao Emmanuel Lourenço kwa ajili ya upatikanaji wa amani, vuguvugu hilo limesaini umuhimu wa kuheshimu mikakati kadhaa iliyotangulia na imeitaka serikali ya Kongo kuweka kipao mbele mchakato wa Doha ambako mazungumzo na waasi wa M23 yanaendelea. Vuguvugu la Sauvons la RDC linatia mkazo wa kumaliza mazungumzo ili kutatua shida zingine za kijeshi kwa lengo la kufikiria usitishwaji mapigano ili kuunda mazingira mazuri ya mazungumzo ya msingi na upatanishi wa kitaifa. Tukumbushe kuwa movementi ya Sauvons la RDC iliyoundwa mwishoni mwa mwaka jana huko Nairobi, Kenya, iliwajumuisha baadhi ya wapinzani wa serikali ya Felix Tshisekedi kwa muongozo wa rais wa zamani Joseph Kabila, ambaye wengi walimuona kuwa mwenye kuunga mkono uasi wa M23 aliyopambana nao wakati wa utawala wake kama kundi la kigaidi na kivamizi, kwa kuwataja leo kuwa ni kundi lenye kubeba matarajio ya wakongomani ya kujikomboa dhidi ya utawala mbaya. Tutamatishe uchambuzi wetu wa habari na habari kutoka huko Burundi ni kwamba mahakama ya mkoa wa Ngozi nchini Burundi imemhukumu kifungo cha miaka 4 mwandishi wa habari Sandra Muhoza wa gazeti la La Nova baada ya kukutwa na hatia ya kutoa maneno machafu na ya kikabila. Mbali ya hukumu hiyo, mahakama imemwamuru kulipa faini ya franga 200,000 za Burundi. Tokea Burundi tunajiunga naye mwenzetu Bukuru Elias Daniel. Hukumu ya miaka 4 jela na faini ya franga 200,000 za Burundi ndio ambayo imetolewa na mahakama kuu ya Ngozi kwa Sandra Muhoza, mwandishi wa gazeti la La Nova. Alishtakiwa kwa uhaini, kueneza habari za uongo na lugha chafu. Mashtaka hayo yalitokana na ujumbe wa WhatsApp aliokuwa amewatumia marafiki zake. Sandra Muhoza alikamatwa tarehe 13 Aprili mwaka 2024 na kuhamishwa katika gereza kuu la Mpimba mjini Bujumbura, ambapo mwishoni mwa mwezi Septemba 2025 alipelekwa kusikilizwa katika mahakama kuu ya Ngozi, ambako uhalifu huo ulidaiwa kutendeka baada ya mahakama ya mkaza mjini Bujumbura, ambayo mawakili wake walikuwa wamekata rufaa kutangaza kuwa haina mamlaka ya kumshtaki. Burundi inashika nafasi ya 125 kati ya nchi 180 katika viwango vya uhuru wa vyombo vya habari vilivyotangazwa na shirika la waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka RSF, ambalo linasema kuwa kumekuwa kukishuhudiwa katika taifa hilo dogo la Afrika Mashariki chuki kwa waandishi wa habari. Katika ripoti ya mwaka wa 2025, RSF ilielezea wasiwasi wake kuhusu hali ya vyombo vya habari katika mataifa mbalimbali, ambapo hulazimika kufungwa kutokana na matatizo mbalimbali yakiwemo ya kiuchumi. RSF imesema wakati mashambulizi ya kimwili dhidi ya waandishi wa habari yakionekana kama tishio kubwa dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari, shinikizo la kiuchumi pia ni kikwazo kikubwa, ikisisitiza kuwa bila uhuru wa kiuchumi hauwezi kuwepo na vyombo vya habari vilivyo huru. Tatizo hilo la kiuchumi kwa vyombo vya habari imetajwa pia kuwa mbaya katika mataifa mengine kama Rwanda, Uganda, Mali, DRC, Burkina Faso pamoja na Guinea. Nchi chache barani Afrika ambapo uhuru wa vyombo vya habari unachukuliwa kwa mzuri ni pamoja na Gabon, Namibia, Afrika Kusini pamoja na Cape Verde. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni hadi hapo ndipo nafikisha tamati kabisa uchambuzi wa habari kwa siku ya leo. Nashukuru wenzangu wote walionisaidia kuandaa uchambuzi huu wa habari. Na shukuru pia rubani wangu Jean Makelele Kalajaden. Mimi ni Izake Mulucha Ashibe, kwa niaba ya wote waliowasikia msikilizaji nasema asante. Salamu alaikum.